wanadhani hali leo imekuwa mbaya, kwa hiyo watu wananuna, lakini mimi nadhani katika siku zote leo dalili ya ukombozi imepatikana. Mimi nadhani leo kwa mara ya kwanza tuko kwenye njia ya ukombozi. Nina sababu moja au mbili nzito za kutaja hilo. Kama mmeona leo Lissu mbele ya macho ya hadhara alionekana kufukuza, natumia neno ambalo ni very brutal. Lissu alionekana kuwafukuza mawakili wake. Kwa tafsiri rahisi, kwa tafsiri ya mtaani, unaweza kusema amefukuza mawakili wake kwa sababu wameshindwa kufanya kazi yao. Lakini hali halisi sivyo. Lissu amechukua hatua hiyo. Kwanza kwa vyovyote vile usidhani kwamba ile imetokea tu kwa bahati mbaya. Kile kitu kwa vyovyote imepangwa. Ulikuwa ni mkakati wa makusudi wa kuiaibisha serikali, kwa sababu mawakili ambao siku zote wamekuwa wakienda na hawapewi fursa ya kuwasiliana kikamilifu na mteja wao, na walishalalamika mbele ya mahakama, waliisha kulalamika mbele ya mahakimu hao yale ambayo Lissu leo ameyasema. Lakini kwa sababu mawakili wetu ni mahakimu wetu ni wa kupigiwa simu, hawakufanyia kazi yale malalamiko yaliyowasilishwa na mawakili. Kwa hiyo mkakati huo umefanya kazi. Yeye mwenyewe aliwafukuza kazi wale mawakili na yeye mwenyewe kachukua jukumu. Sasa kwa upande moja nadhani ni vizuri tuwasomeshe watoto wetu, kwa sababu kilichoonekana leo ni faida ya elimu. Tuwasomeshe watoto wetu, sisemi tu lazima wasome sheria. Watoto wetu wasome fields mbalimbali, kwa sababu kilichofanyika kimefanyika kwa sababu Lissu anajitambua mwenyewe, anajua kilichokuwa kinafanyika ni nini, anajitosheleza na amesimama kama wakili, pamoja na kwamba yeye ni mahabusu, tena mahabusu mwenye kesi ambayo adhabu yake akipatikana na hukumu ni kunyongwa hadi kufa. Kwa hiyo cha kwanza nilichotaka kuonyesha ni hiyo. Hii imetokea mara ya kwanza katika historia yetu, kwamba katikati ya kesi mshtakiwa, tena wa kesi kubwa kama kesi ya uhaini, yeye mwenyewe anasimama jukwani, anachukua hatamu ya kuendesha kesi yake mwenyewe, na nadhani mliona matunda ambayo yametokana na kujitetea kwake mwenyewe, kwa sababu siku zote mawakili wake walikuwa wanapuuzwa na mahakimu. Lakini la pili ambalo nadhani ni very important ni jinsi ambavyo Lissu amewaconfront mahakimu moja kwa moja na kuwaweka kwenye situation ambayo ni very embarrassing. Hilo nadhani ni jambo la pili muhimu sana, na nadhani yule hakimu hakuwa ametegemea kama lile litatokea kama ilivyotokea. Kwa hiyo nadhani siku ya leo isionekane ni siku mbaya kama ambavyo watu wengi kwa kutokuelewa kilichotokea wanataka kuitafsiri. Tunachotegemea ni nini? Tunachotegemea sasa ni kwamba wata accelerate ile process, kwa sababu mahakama ile ni mahakama ya komito. Kwa wale wasiofahamu komito
ni kwamba zile nyaraka zote za proceedings za mahakama ya hakimu mkazi zitapaswa kuandaliwa na zitapaswa kuwa forwarded kwenye mahakama yenye mamlaka, kwa lugha ya sheria, mahakama yenye jurisdiction ya kesi ya uhaini na kesi zingine za aina hiyo. Sasa kesi inayohusika ni kesi ya uhaini. Mwenye mamlaka ya kushughulikia kesi ya uhaini ni mahakama kuu, na yule anayefanya komito, yani hiyo process ya komito, yani kuandaa nyaraka zote za awali, yeye sasa anapaswa kuandaa nyaraka zote ili sasa kesi ihame ipande kwenye ngazi ya juu, iende kusikilizwa kwenye high court. Kwa sababu hatujaona nyaraka, hatuna hakika sana ni nini kipo, hatuna hakika ni nini kipo. Inawezekana bado hakimu yule akataka kufanya session moja tena, ili sasa atoe maamuzi yake kama mahakama ya hakimu mkazi kwa sura ya komito, ili aweze kuforward sasa rasmi kwenda kwenye high court. Hiyo hakuisema pale. Kwa hiyo inawezekana tarehe inayokuja itakuwa ni siku ya sasa formalize na kupeleka mbele. Amejiumauma pale, nyaraka zingine zote ziko tayari, wale wa kuhojiwa walishahojiwa, kuna mashahidi wengine hawajaapia bado. Nadhani anaweza kwenda kukamilisha hiyo, lakini kwa vyovyote vile process ilikofika, hiyo process haiwezi kurudi nyuma, na wanajua kwamba hata session nyingine itakapotokea, Lissu atakuwa kwenye kiti yeye mwenyewe kama wakili wa kujitetea yeye mwenyewe. Kwa hiyo ndio sura ya kwanza ambayo nadhani ni sura inayoleta ukombozi kwa hatua tuliofikia leo. Huyu hakimu wa kesi ya pili ana matatizo mengi. Kwanza, kama mkimwona mnaona kabisa kwa dhahiri ni mtu mwoga asiyejiamini. Yule shahidi aliyeletwa na upande wa serikali ni shahidi asiyejiamini, shahidi ambaye hata hajui alikuwa anaeleza nini, hata katika eneo alilosema kwamba yeye mwenyewe ni mtaalamu, lakini mnaona kabisa alivyokuwa anababaika, jinsi alivyofanya kazi ya kupekua au kuingia kwenye ule mtandao aliyokuwa anaueleza, na hata yale maneno, kama ni mtu kweli aliyekuwa amejifunza masuala ya mitandao, basi sidhani kama angelikuwa anahangaika na ile lugha inayohusiana na lugha ya mitandao. Lakini kwa kuwa tunamfahamu huyu hakimu, tumekaa naye katika kesi toka mwanzo, la kwanza kabisa ukimwona anapozungumza ni kama anajiongelesha mwenyewe. Hata alipofungua microphone hasikiki. Sasa amepewa sauti ya namna gani? Alipokuwa chuoni, sijui kwa nini alifaulishwa mtihani na hatimaye kuteuliwa kuwa hakimu, kwa sababu maana yake ya dhahiri ni kwamba yule aliyemteua kuwa hakimu mkazi maana yake hakuzingatia vigezo. Sasa kama mtu hawezi kuongea, hata aliye jirani yake akamsikia, alafu unamweka na kuwa hakimu, unamwekea hata speaker microphone pale, hata akitumia microphone hasikiki. Sasa huyo sijui anakuwa ni hakimu wa aina gani? Hilo ni la kwake binafsi. Lakini la pili, unaona kabisa ni mtu ambaye katika uamuzi aliotoa aliegemea moja kwa moja upande wa serikali, kwa sababu hawezi kwenda kinyume na mabosi wake, jambo linalodhihirisha kile kilichotajwa kwamba mahakama zetu ni za kupigiwa simu, ni mpaka kuwe na maelekezo ndio wanaweza labda wakalegeza. Lakini katika sura yote ile, mimi nadhani milango itakuwa imefunguka.
Kesi hii imepangwa tarehe 1 kama mlivyosikia. Tunategemea watakuja na yule ambaye wanafikiri ndiye aliyekagua sasa hiyo ki evidence kile ule ushahidi. Lakini kama mlisikiliza kwa makini, ni kesi moja dhaifu kweli kweli kwa jinsi walivyojieleza, na wamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu upande wa utetezi ungepewa nafasi ya kufanya kinachoitwa cross examination. Binadhani leo ardhi ingepasuka na watu wengine wakazama chini, kwa maana ya kujificha kwa aibu ambayo ingewapata. Lakini tarehe 1 ni kesho kutwa, wacha wamlete huyu watakayemtaka kumleta. Watu wa serikali kwa kawaida huwa hatuwaogopi, kwa sababu hata wangejiandaa namna gani, kesi yoyote ya kubumba, kesi yoyote ya kutengeneza, ushahidi wowote unaotengeneza, kwanza Mwenyezi Mungu hataruhusu, ataachia tu nafasi fulani na utaonekana kwamba hapa kuna kitu ambacho mmepika. Hilo la kwanza. Lakini la pili, pale kama mlivyosikia leo, hakuna kosa hata kidogo. Hakuna kosa hata kidogo. Ili uweze kuprove kwamba kuna kosa, kuna misingi ya kisheria ambayo lazima uonyeshe kwamba kuna kosa ili mtu aweze kuwa committed na mtu aweze kukamatwa kwa hizo clips zao ambazo clip yenyewe ukitazama clip yenyewe ni wala sio ya Lissu, ni chombo kingine cha mtu mwingine ambacho kinasemekana ndio wanakitumia. Sasa mbele ya safari, mimi sitaki kuingia kwenye merit, lakini hebu tazama kwa mfano, siku hizi kuna uwezekano wa mtu yeyote kutengeneza ka imitate tu. Suppose kuna mtu ametengeneza ile. Kwa hiyo tutaingia kwenye ubishi wa kisheria katika siku hiyo ya kesi, wadhibitishe kama kweli ni ya Lissu. Kitu nilichofurahi mimi, website iliyotumika au nini sijui, ile YouTube iliyotumika, ingekuwa ni YouTube ya Lissu mwenyewe ingekuwa swali lingine, lakini kwa sababu wameshindwa kuionyesha kama ni ya Lissu, tutasikiliza watakujaje. Kwa hiyo ni subject ya interpretation, kwamba je, watathibitishaje hicho ambacho wanakitumia, watathibitishaje kwamba sio kitu cha mtu mwingine, maneno ya Lissu yakavalishwa tu pale, kwa sababu hakuna ushahidi wa moja kwa moja. Na ndio maana wakaogopa kuendelea na yule shahidi, kwa sababu waligundua mtego ambao umeingia. Na tungefika hatua ya cross examination ya yule shahidi wao leo, kwa kweli dunia ingepasuka. Kwa mimi niwatie moyo, pamoja na yote yanayoendelea, pamoja na dalili zote za kuonewa, mtoto yatima daima haki zake zinaning'inia. Na ujue kwamba hata kama yule mama wa kambo, hata kama atamlisha, hata kama atamvalisha, hata kama atamlaza kwenye kitanda kizuri, yote yale mema yote, daima ubinadamu utaonyesha kwamba kwenye tumbo lake mwenyewe treatment itakuwa tofauti. Ni wakina mama wachache sana ambao watawatreat watoto wa kambo sawa na mtoto aliyetoka kwenye kizazi chake. Kwa mimi nadhani sisi tunajiona kama watoto wa kambo, kwa sababu serikali yetu kwa muda mrefu sana imejionyesha kuwa ni serikali ya kibaguzi, na imeonyesha hivyo waziwazi. Wala hiyo hatuhitaji kutafuta ushahidi, tukitakiwa kutoa ushahidi tutatoa mwingi tu. Lakini serikali ambayo imejionyesha dhahiri waziwazi kutokea kwa Samia, na narudia kila siku maneno yale, ndio maana ya yale maneno ya
ya rais wa nchi kujiita chura kiziwi, ni maana yake ni kwamba sisi wengine wote ni watoto wa kambo. Ndio maana ya ile lugha. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo mpaka tutakapojikomboa, hii hali si rahisi kuiondoa. Sasa kwa sababu dalili ziko, dunia nzima imetupokea. Tumezungumza sana leo na mabalozi au wawakilishi wa balozi zilizokuwepo pale. Tumepata feelings zao. Wengine wala hawafichi, watishiwa lakini hawaogopi. Wanakuja mahakamani wazi wazi, si kwa majificho. Wangeweza kutuma Watanzania wanaofanya kazi kwenye ofisi zao, lakini wamekuja wenyewe weupe na rangi zao, hawakupaka hata rangi nyingine, labda wangejipaka hata masizi. Mimi nadhani kazi tunayofanya imepokelewa dunia nzima. Lissu leo ametufungua macho. Nyaraka zingine zilizotumika ni nyaraka za dunia, nyaraka hati mbalimbali za Umoja wa Mataifa leo zimetumika kwenye mahakama yetu, hata kama baadaye hakimu hajahukumu chochote, lakini zimetumika kama hoja ya msingi na hakuna mtu aliyebisha. Kwa hiyo tuna hoja nzito sana. Nadhani sisi tuendelee kusimama pamoja, sisi tuendelee kupambana, tusikate tamaa. Kama mara nyingi tulivyosema, giza linapokuwa kubwa sana usiku, maana yake alfajiri kunakaribia. Ile giza nene lile la alfajiri likiashiria kwamba mwanga unakaribia. Mimi nimeona kwamba leo kulikuwa na giza nene, ni kweli, lakini kwangu mimi ni ishara kwamba baada ya siku chache mwanga utaanza kuonekana. hasa kesi ya uhaini itakapoingia kwenye mahakama kuu. Siwezi kusema mahakama kuu itatutendea haki outright, hapana. Tunajua hata mahakama kuu zinapigiwa simu. Tunajua hata mahakama ya rufani zinapigiwa simu. Lakini tuko njiani, kwa sababu tayari tumeshapiga hatua moja juu. Tuko hatua moja kutoka kwenye hatua ya juu kabisa, yani Court of Appeal. Hizo koti mbili, High Court na Court of Appeal, mara kadhaa zimeonyesha kidogo utofauti wao, kwa sababu na zenyewe, na hasa Court of Appeal, mara nyingi Court of Appeal ina uoga wa kuharibu kitu ambacho kiko wazi, kwa sababu hukumu za Court of Appeal zinatumika katika nchi zote za Commonwealth. Kwa hiyo hakimu anapimwa, na hata chances zake za kwenda kwenye vyombo vya kimataifa mara nyingi zinapotea kwa jinsi ambavyo anatoa hukumu yake kwenye High Court au hasa kwenye Court of Appeal. Kwa hiyo wanakuwa careful zaidi, lakini haina maana ya kwamba na wenyewe hawapigiwi simu, na wako pia ambao wanabembeleza ugali kwenye sahani yao kuliko kujali haki. Kwa hiyo twende hata huko tunakoenda, twende nayo kwa tahadhari kubwa, lakini kwa kuwa tunajua mazingira, mapambano yasikome. Kitu kikubwa, mapambano yasikome. Mwisho wa yote tutafika, kwa sababu unapoanza mlima Kilimanjaro unaonekana huko mrefu sana na unaweza kukata tamaa. Sasa ukikata tamaa utasogea hata pale kwenye basement, lakini ukichukua hatua ya kwanza, hatua ya pili, angalau utafika hata kwenye ile banda la kwanza, ile sijui inaitwa Mandara au sijui kitu gani, ile kambi ya kwanza ambayo nadhani iko kwenye futi 5,000 au kitu cha namna hiyo. Kwa mimi naomba tusikate tamaa. Mimi niwatie moyo. Mimi nimefuata kwa umakini sana kesi nzima ya leo. Nimesikiliza kila argument kwa umakini mkubwa sana.
Nimekuwa nikiwasiliana na baadhi ya mawakili kwa njia zetu tunazofahamiana, na hata kabla sijaondoka nimewajadiliana pia na mawakili wetu. Kwa ujumla kuna consensus kwamba tumepiga hatua moja muhimu sana kwenda kwenye ushindi. Bahati mbaya kwa sheria zetu kesi inaweza kusimamishwa katika hatua yoyote. Shahidi anaweza kusimamishwa baada ya kutoa ushahidi wake, akasitishwa alafu awe recalled. Nadhani kama unakumbuka kulikuwa na ubishi kati ya Kibatala na ule upande wa wakili mkuu wa serikali. Kwa hiyo kisheria uwezekano upo, lakini katika hali halisi hapakuwa na sababu yoyote ya kisheria. Hapakuwa na sababu yoyote ya kisheria, na vifungu vilitajwa pale. Nadhani mtakuwa mmesikia vifungu 148 na kadhalika ambavyo vinaruhusu kilichofanyika. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria piwali, kwa kutazama sheria kilichofanyika, huwezi kusema imeenda kinyume na sheria, lakini hapakuwa na sababu, kwa sababu yule shahidi ameeleza ushahidi wake. Tatizo ni kwamba waliopanga yule shahidi kwanza hawakumwandaa vizuri. Pili, kama walitaka yule asitoe leo, kwa nini wasingemleta yule ambaye walitaka kumleta kabla yake, alafu huyu arudi tena mara ya pili? Kwa hiyo ni mawakili ambao hawakujipanga vizuri. Lakini ya tatu ni kama mlikuwa mnatazama vizuri walivyokuwa na babaika, hawajui wafanye nini. Hata ile sheria ni kama walikuwa hawajui citation mara ngapi wamesaishwa na kina Kibatala katika jinsi citation ya zile sheria ilivyopaswa kuwa. Kesi zote za kubumba haina maana ya kwamba wanasheria wa serikali hawajui zile sheria, wala haina maana ya kwamba wale walikuwa waenda shule tofauti na kina Kibatala. Lakini tatizo ni kwamba ni kesi ya kubumba, ni kesi ya kutengeneza. Kesi ya kutengeneza haitengenezeki. Unapofika mahali haitengenezeki, alafu ukifika mahali haitengenezeki, sasa unaaibika wewe ambayo umeitengeneza, na ndicho kilichotokea leo. Kwa hiyo kisheria hapa ni kweli wana haki ya kisheria. Hakuna dosari ya kisheria katika kuahirisha, kwa sababu unaweza kumwahirisha shahidi kwa sababu unataka kucorroborate baadhi ya mambo ambayo huyo shahidi ameyatoa. Mtu mwingine aje atoe akamilishe yale maeneo ambayo huyu wa kwanza hajakamilisha. Lakini kwa nini, kama logical sequence ni kumleta yule ambaye amefanya upelelezi, kwa nini hukumleta in the first place? Na hiyo hoja walishindwa kuijibu. Kwa hiyo kama swali lako nimelielewa, jibu lake ni hilo, kwamba ni kweli wanaweza kuleta, na vifungu vilitajwa. Ni vifungu nafikiri 148, sijui na kifungu gani kingine. Mimi sikuviweka kichwani kwa sababu viko kwenye sheria na mimi sikuwa na shida ya kuviangalia kwa sababu naweza kwenda kuvitazama. Lakini hoja ya msingi pale ni kwamba kama ulikuwa na mtu wa kujenga kesi yako, na wakili mzuri ni yule ambaye anapopanga anaweka mashahidi wale ambao watajenga kesi yake vizuri, isiweze kubomolewa na upande wa pili. Kwa hiyo kimsingi wameshindwa upande wa serikali kujenga kesi yao leo. Ndio maana nilianza na kauli ya Samia ya chura kiziwi, ambayo ni kauli yake mwenyewe. Lakini ya pili niwarejeshe Samia mwenyewe, ambaye kwa upande moja anataka kuonyesha sura ya rais mzuri, rais mwema, akateua tume inayoitwa tume ya Jaji Chande, ambayo ilishughulika na maboresho ya kitu kinachoitwa haki jinai. Kumbukeni, tume ya Jaji Chande imefanya kazi kwa zaidi ya miezi karibu 10,
bado ikaongezewa muda, na mpaka leo nadhani wako kazini, unless kama walisimamishwa kimya kimya, na nachojua ni kwamba wanalipwa bado pesa. Sasa kumbuka, tume ya Jaji Chande, kwa wale ambao wamepata ripoti, ilishauri, ni tume ya serikali ambayo imelipiwa kwa gharama na kodi ya Watanzania, ilishauri rais apumue jeshi la polisi na kuliunda upya, kwa sababu halikarabatiki tena. Inawezekana watu wengi hili hawajalipata, na sishangai kwa sababu ripoti ile summary ilitolewa kama peji 100, lakini ripoti nzima ambayo sisi tumeona ni kama peji 1000, ukijumlisha pamoja na appendixes zake, attachments mbalimbali, karibu ziko peji karibu 2500 au 3000 hivi, inategemea fonti ambayo umeipata. Sasa ukichukua hiyo, maana yake nini? Maana yake Samia ni mtu ambaye anaweza akatoka hadharani akaonekana mzuri sana, ameoga, amejipaga kila aina ya poda na yote yale yanapakwa kujipendezesha, lakini hana dhamira ya ndani, kwa sababu hamna tafsiri nyingine unayoweza kupata kwamba umeunda tume mwenyewe ukiwa na nia ya kuleta marekebisho. Taarifa ya tume inaletwa, tume inaipa kazi, lakini baada ya pale hakuna kinachofanyika na umekaa kimya. Wenye nia njema tukipiga kelele unatuambia sisi yeye ni chura kiziwi, hata tusikiliza. Binadamu wanakufa, na hiyo taarifa ya kifo cha binadamu wengi, taarifa hiyo sisi tumeipigia kelele. Mabukusi na TLS wamepiga kelele, madhehebu ya dini yamepiga kelele, lakini taarifa ya Chande, taarifa ya Jaji Chande, hiyo ya peji zaidi ya 2000 na kitu, taarifa ya Jaji Chande pia imezungumza juu ya Watanzania wengi ambaye wanateswa, wanakamatwa bila taratibu, sheria hazifuatwi, haki za binadamu hazizingatiwi. Jeshi la polisi hata kwa jina lake tu linafanya kazi ya police force badala ya kufanya police service. Jeshi letu ni police force badala ya police service, karibu sawa na majeshi ya wakoloni, na saa ingine hata majeshi ya wakoloni yalisimamiwa vizuri zaidi, wakahudumia wananchi vizuri zaidi kuliko jeshi leo la Tanzania huru. Ukiongeza hilo na presidency ya Tanzania ambayo siku zote tumesema ni imperial presidency, yani ni jeshi la kifalme. Afadhali Uingereza ni nchi ya kifalme, Charles watatu ni mfalme, lakini Charles watatu hakukumbatia madaraka ya nchi, yamekabidhiwa kwa serikali, na serikali zinapatikana kwa uchaguzi ulio huru wa kila mara. Na leo mna waziri mkuu kutoka chama tofauti na chama kilichotawala miaka 3-4 iliyopita. Sasa sisi bado, yani sisi system yetu ni ya kikoloni kuliko serikali ya Mfalme Charles wa Uingereza ambayo ni imperial. Sijui kama hilo linaeleweka, lakini imperial kwa sababu serikali yetu toka mwanzo, toka wakati wa Mwalimu, na Mwalimu amekiri kosa hilo, ili adapt sheria zile ambazo zinamfanya rais wetu kuwa ni rais imperial, rais wa kifalme, rais wa kimalkia. Na Samia ameng'ang'ania hizo. Tunapomwambia afanye mabadiliko, no reform no election, maana yake ndio hiyo. Tunataka kupunguza mamlaka angalau kwa kiasi fulani. Sisi hatuna shida na urais wake kama atashinda kihalali, lakini tutengeneze sheria ambazo kama ambavyo Uingereza sheria zinatengenezwa.
na haziwezi kuingiliwa hata na mfalme mwenyewe, hata kama yule mtu anayemtaka mfalme anaelekea kushinda. Uingereza hata siku moja haitatumia polisi. Ndivyo ilivyo katika nchi zote zile za kifalme. Canada bado ni nchi ya kifalme. Canada bado wako chini ya mfalme. Lakini juzi mmeona uchaguzi wa Canada ulivyoendeshwa. Vivyo hivyo Australia, vivyo hivyo New Zealand. Lakini sisi rais amekataa. Kwa hiyo ndio maana tunasema kama rais akikataa, rais yeye tena tofauti na nchi za Ulaya. Uingereza ufalme umetoka kwenye karne ya kama sio 14, karne ya 15 ambapo wafalme walikuwa absolute. Polepole wakarekebisha mpaka walikofikia leo. Wakwetu wamekataa marekebisho ya aina yoyote. Nadhani hiyo picha nimewapa picha pana zaidi. Sasa ukishaona hiyo, sasa angalia Samia. Katiba ya leo inasema rais katika nchi hii ni absolute, ni kila kitu. Watu wengine wote walioko serikalini wanafanya kazi kwa niaba ya rais. Ndio maana mimi siku zote nimewaambia tunapoteza muda kuzungumza jeshi la polisi, kuzungumza sijui watu gani. Hao wote hawana mamlaka, wanapigiwa simu, wanaelekezwa. Ndio katiba inavyosema. Ndio maana katiba yetu inasema hao wote wengine ni wasaidizi tu. Siku tutakapoondoa neno kwamba hao wengine wote serikalini ni wasaidizi, siku hiyo polisi itafanya kazi tofauti. Siku hiyo mkurugenzi wa halmashauri atafanya kazi tofauti. Siku hiyo tume ya uchaguzi itafanya kazi tofauti. Yani kwa kuondoa tu hilo neno utaleta mabadiliko makubwa sana. Kwa tunapozungumza no reform, ndio maana sisi wengine ambao tunajua sheria, tunajua katiba, ndio maana tunasema kama kungekuwa na nia njema kufanya marekebisho ili kufanya uchaguzi huru na wa haki, ili Watanzania tuwe na haki sawa ndani ya nchi yetu, marekebisho hayo hayahitaji hata miezi miwili. Hatuhitaji miezi miwili, muda upo. Lakini kwa sababu unaenda kugusa msingi wa ufalme au malkia wa Samia, Samia hataki kuona marekebisho ya aina yoyote yale. Kwa tatizo sio muda, tatizo ni uchoyo, ubinafsi wa kina Samia na timu yake. Rais wetu ni mchezaji, ni goalkeeper, ni referee, ni linesman, yani kila kitu, ambapo Uingereza Mfalme Charles amekaa pembeni. Ana majukumu aliyopewa kwa mujibu wa convention za Uingereza. Wao tunasema hawana written constitution, kwa hiyo utaikuta kwenye document moja. Lakini utamaduni wa Uingereza, serikali iko mikononi mwa waziri mkuu, na waziri mkuu anapatikana kwa kura ya wananchi. Na wakati wa kura mfalme haendi kuinfluence namna kura zitakavyopigwa ili apate waziri mkuu anayemtaka yeye. Kwetu sisi rais yeye mwenyewe ndiye mgombea, wala sio mtu anayemtaka yeye. Yeye mwenyewe ndiye mgombea. Sasa kwa sababu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jinsi marais wetu walivyojiingiza katika uchafu wa aina mbalimbali, inapofika kwenye kura, jambo la kwanza ni hofu ya kwamba mimi nikiruhusu hao wapinzani wakianza kuchunguza matendo yangu nitapona. Kwa hiyo mtu anakuwa tayari kufa kwenye kiti kwa sababu ya kulinda maslahi yake, wala si maslahi ya taifa, wala ya Watanzania, wala ya nchi. Hicho kinachoitwa uzalendo ni kulinda mtu asije yeye mwenyewe na madhambi yake yote aliyoyatenda yasije yakafukuliwa iwapo mtu mwingine ataingia madarakani. Kauli za Samia kama bado mnazifanyia kazi, mnapoteza muda wenu.
kama hayo uliyosema ameyasema yeye. Ni juzi tu alikuwa na adesi na rais wa benki ya African Development Bank, na akamsifu sana, akamtumia kisiasa, jambo ambalo kimsingi ni makosa. Mwaka wa uchaguzi, rais anampeleka rais wa benki ya dunia kwenye mkutano wa hadhara, anataka apate kauli, na kwa hilo bahati mbaya wa Tanzania hatuko makini, tulipaswa kuprotest. Najua Adesina anamaliza muda wake, lakini Adesina hakupaswa kutumika na Samia. Kwa hiyo unachosema ni kweli, lakini msingi ni nini? Msingi, mama yangu, ni kwamba Tanzania kila kitu ni wahisani, kila kitu ni wahisani. Na labda nirudie nilichosema nafikiri jana au juzi, Watanzania tusipokuwa makini, nchi zile zinazojitambua pamoja na kwamba na zenyewe zina udhaifu wa kulinda serikali zetu pale ambapo wao wana maslahi, lakini tatizo kubwa ni nini? Kwa nini Samia ameuza nchi, rasilimali zetu za ndani? Kwa nini ameziuza rasilimali zetu kwa nchi za Waarabu? Watanzania tuna hofu, tuna uoga wa kuongea hilo. Sio makosa kuongea hilo. Ibara 26 ya katiba iko wazi kabisa, ni jukumu la kila Mtanzania kupiga kelele pale ambapo rasilimali za taifa zinapoathirika. Sasa nimesema juzi, iko kwenye mtandao, na kama haijafutwa hata leo nadhani mnaweza kuingia. Hebu tazama njia zote zile zilizoitwa slave route tokea Bagamoyo na Dar es Salaam kuelekea Morogoro, kwenda Dodoma, kwenda Tabora, kwenda Kigoma. Hizo njia zote eti zinakabidhiwa sasa kwa Mwarabu. Uwanja wa Nyerere, uwanja wa Kilimanjaro umeshakabidhiwa kwa Waarabu. Bandari ya Dar es Salaam yakabidhiwa kwa Waarabu. Hivi lini akili zetu zitapanuka? Lini tutafunguka, tutambue kwamba kuna jambo kubwa linatunyemelea? Na huko nyuma mwaka mzima sasa nilishawaelezeni kwamba kuna taarifa kwamba Waarabu wanataka kureclaim ardhi yote kutokea Bagamoyo mpaka Kigoma, kwa sababu wanasema wao walikuja hapa nchini kabla ya wazungu mwaka wa 800. Na ni kweli katika historia Waarabu walifanya biashara kwenye pwani yetu kuanzia Lamu mpaka Lindi. Actually sio Lindi tu, mpaka Pemba ya Mozambiki. Na hata huko Mozambiki Waarabu pia walikuwa na maeneo yao. Ndio maana leo kuna msikiti mkubwa sana pale ambapo zamani kulikuwa na kathedrali ya kanisa pale Mozambiki, lakini leo pale kuna msikiti. Kwa hiyo wamechukua eneo hilo. Sasa hayo maeneo yanakabidhiwa tena, yanapangwa kuwa route ya kibiashara, eti watalii wetu ndio wanaandaliwa, lakini alafu yanaenda kukabidhiwa nani? Kwa Tanzania sijui tutaamka lini. Tukiendelea kulala tukategemea muujiza, by the time tunakuja kunyanyuka, it will be already too late. Mimi naomba Watanzania tumuombe Mungu awafungue macho, tuombe wafungue macho. Nimeshasema mara nyingi, rais mwenye busara ni yule ambaye uwekezaji unaoletwa ndani ya nchi sio uwekezaji unaohamisha rasilimali za ndani kwa nchi ya wageni, ambapo wale wageni wanaenda kujenga nchi zao, alafu nyie mnabaki kuwa vibarua katika nchi zenu. Uwanja wa Kilimanjaro ulijengwa na Nyerere, kila kitu kiko tayari. Hatuhitaji uwekezaji, hatuhitaji kitu kipya. Wageni wanapokuja wanatukabidhi $55, wakiondoka anakabidhi 55. Dola hizo leo zinakusanywa na Mwarabu, zinaenda Uarabuni kujenga ajira, zinaenda kujenga uchumi wa Uarabuni.
Sisi hatuna chochote tena. Sasa sijui tupumuliwe akili namna gani.